Tumekuja hapa kwa ajili ya kuelimisha vijana kuhusu masuala ya afya na mambo ya ukatili wa kijinsia. Na katika taifa letu, mtaji wa kwanza wa vijana ni afya. Bila afya hatuwezi kufanya kazi, bila afya hatuwezi kufanya siasa, bila afya hata familia zetu zitayumba. Hivyo basi, tumekuja kuwaelimisha vijana kuhusu masuala ya afya, kutunza afya zao, kuhakikisha wanafanya mambo ambayo hayaathiri afya zao na miili yao, ili waweze kushiriki katika ujenzi wa taifa, waweze kushirikiana na serikali. Lakini pia tumewaasa pia waweze kushiriki kikamilifu na watu wote, vijana wote Tanzania wajiepushe na masuala ya vurugu ambazo zinaweza zikahatarisha afya zao. Lakini pia waweze kushirikiana na tume ya uchunguzi ambayo imeundwa na Mheshimiwa Rais, ili Mheshimiwa Rais aweze kupata majibu ya tume ile na kuweza kutoa maamuzi sahihi kwa serikali yetu na Watanzania kwa ujumla. Miradi kama hii inavutia watu wengi, inaleta mchanganyiko wa watu, lakini pia inazalisha kipato kwa watu. Na tunajua kunapokuwa na kipato na vijana ambao bado damu inachemka, basi wakati mwingine kuna mahusiano yanazaliwa, lakini pia huweza kupelekea tabia hatarishi nyingine. Kwa hiyo serikali haikuwaacha nyuma, inawaangalia. Ndio maana leo pamoja na huyu mkandarasi Mohamed tuko hapa kuhakikisha kwamba hawa wafanyakazi wanaofanya kazi katika eneo hili, lakini na jamii inayozunguka eneo hili, wanabaki salama bila kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa mengine kama homa ya ini. Bado maambukizi yapo ya virusi vya ukimwi. Hapa jijini Arusha kwa mfano, kwa kipindi tu cha miezi mitatu iliyopita, bado tunapata maambukizi mapya. Labda inaweza kufika hata watu kuanzia 300 na zaidi. Unakuta ni maambukizi mapya bado yako kwenye jamii. Kwa hiyo sio kwamba ukimwi haupo. Ukimwi bado upo, na licha ya kwamba ukiangalia kwa takwimu za halmashauri ya jiji la Arusha inaonekana tunaendelea kujitahidi kupunguza, ukiangalia kiwango ambacho kilikuwepo kwa miaka ya nyuma, lakini tunaendelea kupunguza, lakini bado virusi vya ukimwi vipo, na endapo vijana hawatakuwa makini na kuchukua tahadhari, basi maambukizi yataendelea kuwepo. Tunashukuru umetusogezea huduma hii ya kucheki afya zetu, na mimi ushauri wangu kwa vijana huwa kila baada ya miezi mitatu nyie mnakuja, tunashukuru. Na washauri vijana wawe wana tabia ya kuchunguza afya zao na kuongeza umakini, kwa sababu hii miradi watu wanakusanyika wa namna tofauti tofauti, watu wanakutana, watu wengi wanaotoka sehemu mbalimbali. Wakati mwingine pia inapaswa wawe makini, wachukulie swala la VVU kwamba lipo, watu wawe makini ili tuendeleze taifa letu kwa nguvu kazi, na nguvu kazi ni vijana.